Serikali imepiga marufuku matumizi ya mitandao binafsi zikiwemo barua pepe, WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook kutuma nyaraka na taarifa za serikali. Tangazo hili limetolewa jijini Arusha wakati wa kufungua kwa kikao cha kazi cha 6 cha serikali mtandao katika Arusha International Conference Center AICC. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete ametangaza rasmi marufuku kwa watumishi wa umma kutumia mitandao binafsi kama WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, barua pepe binafsi kwa ajili ya kutuma au kupokea nyaraka na taarifa za serikali. Hili si onyo la kawaida, ni amri ya serikali kuanzia siku ya tangazo. Swali la kwanza ambalo wengi wanaweza kujiuliza ni kwa nini sasa? Sababu kuu ni usalama wa taarifa za serikali. Katika zama hizi za kidijitali, taarifa ni nguvu. Nyaraka za serikali zinaweza kuwa na taarifa za usalama wa taifa, mikataba ya kifedha, taarifa za raia na matumizi ya kimkakati. Pindi taarifa hizi zinapotumwa kupitia mitandao binafsi, hatari zifuatazo zinaweza kujitokeza. Kuna udukuzi, uvujaji wa nyaraka, kutumika vibaya kwa taarifa za serikali na kupotea kwa nyaraka bila ufuatiliaji rasmi. Waziri amesisitiza kuwa mitandao isiyo rasmi ni hatari kwa sababu inaweza kusababisha nyaraka kuvuja na kuonekana mitaani. Katika hotuba yake, Ridhiwani Kikwete aliwataka watumishi wa umma kuiamini mifumo ya tehama ya serikali. Serikali ya Tanzania imekuwa ikiwekeza kwa muda mrefu katika mifumo ya barua pepe rasmi za serikali, mifumo ya ndani ya mawasiliano yani intranet, majukwaa ya usimamizi wa nyaraka, mifumo ya e-office. Mifumo hii inatajwa kuwa imara, salama, inayofuatiliwa kitaalamu na yenye kumbukumbu rasmi. Hii ina maana kuwa kila nyaraka inayotumwa kupitia mfumo rasmi inaweza kufuatiliwa, kuhifadhiwa na kulindwa kisheria. Hata hivyo, lazima tukubali ukweli. Watumishi wengi wa umma wamezoea kutumia WhatsApp au Gmail kwa sababu ni rahisi, inapatikana haraka, ina interface rafiki na inatumika kila siku. Lakini urahisi hauondoi hatari. Changamoto zinazoweza kujitokeza baada ya marufuku hii ni baadhi ya ofisi kukosa miundombinu ya kutosha, mtandao wa serikali kuwa polepole katika baadhi ya maeneo na upungufu wa mafunzo kwa watumishi. Hivyo, marufuku pekee haitoshi, lazima iende sambamba na maboresho ya mifumo, mafunzo kwa watumishi, ufuatiliaji na utekelezaji. Katika hotuba yake, waziri pia alizungumzia jambo jingine muhimu ambapo ni mikopo ya kausha damu. Hii ni mikopo isiyo rasmi yenye riba kubwa ambayo imekuwa ikiwatesa watumishi wa umma. Amesema kuna mifumo rasmi ya mikopo salama. Watumishi wanapaswa kutumia mifumo hiyo. Tehama ya serikali inaweza kusaidia kupata huduma salama. Na hapa tunaona serikali ikiunganisha masuala mawili, usalama wa taarifa na ustawi wa watumishi wake. Kwa sababu matumizi ya mitandao binafsi yanaweza pia kuhusishwa na kuingia katika mikataba au makubaliano yasiyo rasmi. Ni muhimu kuelewa kuwa nyaraka za serikali ni mali ya umma. Kuzitumia kupitia njia isiyo rasmi kunaweza kuwa kosa la kinidhamu, inaweza kusababisha hatua za kisheria. Baada ya tangazo hili, tunaweza kuona kanuni kali za usimamizi wa tehama, adhabu kwa watakaokiuka, ufuatiliaji wa matumizi ya mifumo. Na hatua hii si ya Tanzania pekee. Nchi nyingi duniani zimeanza kupiga marufuku matumizi ya WhatsApp kwa masuala ya serikali, kuweka sera za usalama wa mitandao, kuanzisha mifumo ya ndani yani secure government networks. Kwa hiyo, Tanzania inaonekana kufuata mkondo wa kimataifa wa kuimarisha usalama wa taarifa. Hebu tujiulize, faida za hii issue ni kulinda siri za serikali, kuimarisha uwajibikaji, kuweka kumbukumbu rasmi, na hasara zake zinazoweza kujitokeza ni kupunguza kasi ya mawasiliano kama mifumo rasmi haitaboreshwa. Pia usumbufu wa mpito kwa watumishi. Kwa ujumla, kama mifumo rasmi itaimarishwa, hatua hii inaweza kuwa chachu ya mageuzi makubwa ya kidijitali serikalini. Tangazo hili linaweza kuwa mwanzo wa serikali isiyotumia karatasi yani paperless government, ulinzi madhubuti wa data, uwajibikaji wa kidijitali, ufanisi mkubwa wa mawasiliano, lakini pia mafanikio yatategemea uwekezaji endelevu, mafunzo na nidhamu ya watumishi. Kutoka Arusha, serikali imetoa ujumbe mzito. Mitandao binafsi haitumiki tena kwenye nyaraka za serikali. Ni hatua ya kulinda usalama wa taifa, kuimarisha tehama na kuhakikisha uwajibikaji wa watumishi wa umma. Swali la mwisho kwa wasikilizaji wetu: je, unadhani marufuku hiyo itaimarisha usalama wa taarifa au italeta changamoto mpya?
Hii ni Jambo Letu maalum ya uchambuzi wa kina kuhusu tangazo la serikali jijini Arusha. Asante kwa kunisikiliza. Tutaendelea na kitu kinachofuata.